Utengenezaji wa sabuni za miche pamoja na utengenezaji wa sabuni za vipande ni madarasa ambayo tunaendelea nayo kwa sasa hivi. Kwa hiyo kwa wewe pia ambao unapenda kujifunza kupitia online, tuna program online ambazo tunazitumia kwa ajili ya kutrain watu ambao wanapenda kujifunza. Lakini pia tuna hicho kitabu kinaitwa Ujasiriamali ni Ajira. Ni kitabu ambacho tumeandika kozi mbalimbali zinazohusiana na utengenezaji wa sabuni, vipimo, matumizi ya hydrometer, caustic ratio zake, uchanganyaji wa mafuta, caustic solution na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo nakualika sana ikiwa unapenda kujifunza, tuna programu ya madarasa online, utanitext kupitia WhatsApp namba 0783 500 971. Karibu sana msikilizaji. Kati ya vitu ambavyo unaweza kuvifanya na ukapata matokeo makubwa zaidi, kitu kimoja wapo ni ujasiriamali. Na ujasiriamali katika safu ya uzalishaji wa sabuni za miche pamoja na sabuni za vipande. Ikiwa umepata elimu nzuri ambayo inaweza kukutoa mahali, basi ni bidhaa nzuri sana ambayo unaweza kuizalisha na ikahitajika kwa wingi zaidi katika jamii, kwa sababu jamii mara nyingi katika mahitaji ambayo ni muhimu ya kila siku, na sabuni pia ni hitaji muhimu sana la kila siku katika jamii ambayo inakuzunguka popote pale ulipo. Kwa hiyo unaweza ukazalisha sabuni za miche, lakini pia unaweza ukazalisha za vipande kwa ajili ya kuwarahisishia wale watu ambao sasa wanakuzunguka kwa ajili ya kufanya marketing na kwenda viral zaidi. Katika mahitaji muhimu sana ambayo unapaswa kuwa nayo ili kuweza kuanzisha biashara kama hii au ujasiriamali kama huu, jambo kubwa mojawapo linaweza likawa ni passion, vile unavyojisikia kufanya. Msukumo wako wa ndani unasema nini? Kama unaamini kufanikiwa katika sabuni, basi unaweza kuifanya sabuni katika muendelezo mzuri na mwisho wa siku ukapata matokeo. Jambo la pili ni elimu, knowledge kuhusiana na bidhaa ya sabuni. Sabuni inatengenezwaje? Sabuni inatengenezwa kwa viambata gani? Nitumie viambata gani nipate matokeo mazuri zaidi katika sabuni yangu? Sasa katika knowledge pia tunajifunza vitu vingi. Tunajifunza aina ya mafuta ambayo tunayatumia katika kupata matokeo mazuri. Mbali na mafuta, tunaangalia vitu ambavyo tunavichanganya kwa ajili ya kupata matokeo ya sabuni, kama vile caustic soda au sodium hydroxide. Wakati huo pia sodium hydroxide inakwenda kuchanganywa na maji kwa ajili ya kupata caustic solution au lye. Katika kuchanganya na maji pia kuna kiwango, kuna uwiano kati ya caustic soda pamoja na kiwango cha maji ambayo unayatumia kwa ajili ya kuidelute. Lakini pia baada ya masaa 24 unaweza ukaichukua ile caustic solution, before hujaitumia unaweza ukaweka hydrometer kwa ajili ya kuhakiki kile kipimo. Kwa hiyo hydrometer ni kifaa ambacho kinatumika kwa ajili ya kupima caustic solution, aidha kukuta iko high au low, ili kuweza kuiweka katika standard nzuri ya kutumia kwa ajili ya matokeo mazuri ya bidhaa yako ya sabuni. Jambo lingine pia ni sodium silicate. Hii hapa inatusaidia pia kupata ugumu mzuri wa sabuni, lakini pia inapunguza athari za kemikali kwenye sabuni. Kwa hiyo ikiwa kuna bidhaa unazalisha alafu baadaye ina changamoto ya kuwasha watu mikono na matokeo mengine ambayo sio mazuri kama vile kuchubua, kubabua ngozi za watu, ukiadi sodium silicate katika ratio husika ambayo inatakiwa, pale utapata matokeo mazuri zaidi. Na watu wengi pia wanapenda kuweka zaidi katika sabuni za watoto au zile sabuni tiba ambazo zinatumika zaidi direct kwenye ngozi za uso ili kuleta matokeo chanya katika ngozi husika. Jambo lingine pia tunatumia glycerin, isipokuwa glycerin wakati tunazalisha sabuni ya kutumia mafuta ya mise au mbosa. Glycerin inakuwa ina lazima zaidi kwa sababu mafuta haya ya mise au mbosa yanakuwa yana kiwango kikubwa zaidi cha glycerin na yanatoa matokeo ya moja kwa moja ambayo yanazaliwa na glycerin. Kwa hiyo glycerin hakuna haja ya kuadi, isipokuwa kama utatumia mafuta kama vile mafuta ya kambili, yale mafuta ya mawese ambayo yamebadilishwa rangi, ikiwa utaadi yale mafuta basi kuna haja ya kuboost kwa kutumia glycerin. Jambo lingine pia ni perfume, yani manukato. Wakati unazalisha bidhaa zako za sabuni, ni muhimu sana kuweka marashi mazuri ambayo yanatakiwa, kwa sababu kwamba ukiweka marashi
ni vizuri kwa baadhi ya watumiaji hupenda zaidi perfume au sabuni ambayo inanukia zaidi, au wanapoitumia ile sabuni basi wanapotoka bafuni basi wanukie zaidi kulingana na ile perfume ambayo umeadi katika ile bidhaa yako. Jambo lingine pia ni rangi, japo hakuna lazima wote wa kuweka rangi isipokuwa kwa ajili ya muonekano. Rangi huleta muonekano mzuri zaidi katika bidhaa yako. Kwa hiyo katika madarasa yetu ambayo yanaendelea na kila siku tutakuwa tunaachia video moja, kikubwa unaweza kusubscribe kwa ajili ya kupata video nyingi zaidi kwa ajili ya mafunzo haya ya ujasiriamali. Hivyo kwa kila siku tutakuwa tunaachia video moja ambayo inaonyesha uzalishaji wa sabuni, matokeo ya sabuni na fursa mbalimbali ambazo unaweza kuzipata ukiwa unazalisha bidhaa ya sabuni. Kwa hiyo ni kualike zaidi kwa wewe ambao unapenda kujifunza na kupata mwanga mkubwa zaidi knowledge ya ujasiriamali wa kutengeneza sabuni. Unaweza ukajipatia nakala ya kitabu hicho cha ujasiriamali ni ajira, au unaweza ukanitext WhatsApp kupitia 0783500971 kwa ajili ya kupata mwongozo zaidi wa darasa pamoja na kitabu.